Lakini Emmanuel ni wakili wa serikali mwandamizi natokea Mamlaka ya Mapato Tanzania. Katika mahakama ya wilaya ya Songea tumewafikisha washtakiwa wawili wanakabiliwa na makosa 8, ambapo makosa matatu ni makosa ya kukutwa wakiwa na bidhaa zinazopaswa kulipiwa ushuru wa bidhaa zikiwa na stampu za elektroniki bandia ambayo ni kinyume na kifungu cha kanuni ya 36 ya ELO ya Electronic Tax Stamp ya mwaka 2018. Na bidhaa hizo walizokamatwa nazo ni pombe kali aina ya Lion Spirit. Lakini kosa lingine ni kosa la kukwepa kodi kwa udanganyifu ambayo ni kinyume na kifungu cha 84D cha sheria ya usimamizi wa kodi ya mwaka 2019. Kwa kitendo chao sasa hichi cha kuweza kubandika stempu ambazo ni bandia kwenye hizo pombe ambazo zinatakiwa kupaswa kulipa ushuru wa forodha, lakini pia kwa kuzalisha pombe hizo pasipokuwa na kibali cha kamishna mkuu. Kosa la 8 ambalo ni kosa la uhujumu uchumi ni kosa la kuisababisha mamlaka ya mapato hasara ambao ni kinyume na aya ya 10 na jadala la kwanza la sheria ya uhujumu uchumi na makosa ya kupangwa ya mwaka 2022, kwa sababu kitendo chao hicho sasa cha kuweza kukwepa kodi ya serikali ndicho ambacho kimesababisha washtakiwa kwa kosa hilo. Katika mahakama hii ya leo wamesoma makosa yao yote 8 na hakupaswa kukiri kwa sababu mahakama kwa sasa haina mamlaka, na kesi imeahirishwa mpaka tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 2026. Tumefanikiwa kumfikisha mtuhumiwa ambaye mwaka jana mwezi wa 9 hivi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama tuliweza kukuta amezalisha pombe kali. Tulikuwa na katoni ambazo zilikuwa zimeshatengenezwa na tayari kwa kuuzwa karibu 800 hivi, ambapo kodi tu ya ushuru wa stamp ambayo ingepotea kutokana na hiyo kodi ilikuwa haipungui milioni 11 kama angeweza kuzifikisha kwenye soko na kuziuza. Lakini pia kiziangalia sana hizo pombe hazina kibali cha viwango kwa maana ya TBS. Kwa hiyo tuna wasiwasi hata vile kungeweza kuleta madhara kwa watumiaji kama zingeweza kuingia kwenye soko kwa sababu hazikuwa zina kibali halali cha TBS. Niseme tu kwamba mamlaka tumejipanga, na niwaonye wale wengine wote ambao wana mawazo kama hayo ya kuendelea kuzalisha au kutumia stika feki kwenye bidhaa zao, kwamba tuko macho, tutahakikisha tunawatia nguvuni na kuhakikisha kwamba sheria inafuata mkondo. Kwa hiyo niwaombe watu wafuate sheria ili haya madhara ambayo yanaelekea kumpata huyu mtu yasije wakapata wao, kwa sababu ni kosa la kisheria na mtu anastahili kuadhibiwa kwa mujibu wa makosa aliyofanya na kwa mujibu wa sheria.